100%, isipokuwa tu kama kampuni zitajenga viwanda vya uzalishaji dawa ndani ya Marekani. Malori makubwa kutoka nje yatatozwa ushuru wa 25% ili kulinda wazalishaji wa ndani. Samani na vifaa vya ukarabati wa nyumba pia vimewekewa kwenye orodha ya ushuru mpya. Kwa mujibu wa Trump, bidhaa hizi zimekuwa zikifurika sokoni kutoka nje na hatua hizo zinalenga kulinda viwanda vya ndani vya Marekani. Hatua hizi ni mwendelezo wa vita vya kibiashara vya Trump na zinaweza kuathiri bei za bidhaa, mahusiano ya kimataifa na sekta ya afya. Washington. Mkurugenzi wa zamani wa shirika la ujasusi la Marekani FBI na mkosoaji maarufu wa Donald Trump, James Comey, amefunguliwa mashtaka kwa makosa mawili ya jinai wakati Rais Trump akizidisha kampeni ya hatua za kisheria dhidi ya maadui wake wa kisiasa. Mashtaka hayo yamefunguliwa siku chache baada ya Trump kutamka hadharani akimtaka mwanasheria mkuu wa serikali kuchukua hatua dhidi ya Comey na wengine anaowaona kuwa maadui. Comey ameshtakiwa kwa kutoa taarifa za uongo na kuzuia haki kuhusiana na uchunguzi alioufanya kuhusu iwapo Urusi iliingilia uchaguzi wa 2016 ambao Trump alishinda na endapo Trump alishirikiana na Urusi. Trump amepongeza mashtaka hayo akisema Comey ni mmoja wa watu wabaya zaidi kuwahi kutokea Marekani. Iwapo atapatikana na hatia, Comey anakabiliwa na kifungo cha hadi miaka 5 jela. New York. Urusi na China zimeliomba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuipigia kura rasimu ya azimio la kucheleweshwa kwa miezi 6 vikwazo dhidi ya Iran. Vikwazo vyote vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Iran vinatazamiwa kuanzishwa tena leo Ijumaa usiku baada ya Ufaransa, Uingereza na Ujerumani kuanzisha mchakato wa siku 30 zikishtumu Teherani kwa kukiuka mkataba wa 2015 na mataifa hayo yenye nguvu kiuchumi duniani juu ya shughuli zake za nyuklia. Iran na mataifa hayo matatu ya Ulaya mnamo wiki hii yamekuwa yakijaribu kufikia makubaliano ya mwisho ili kuchelewesha kurejeshwa kwa vikwazo na kutoa nafasi kwa mazungumzo ya muda mrefu kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Wanadiplomasia walisema matarajio ya kuepusha vikwazo bila makubaliano kati ya nchi hizo ni finyu. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Washington. Rais Donald Trump wa Marekani amesema kuwa hatoruhusu mshirika wake wa karibu Israel kuunyakua ukingo wa Magharibi baada ya baadhi ya mawaziri wa nchi hiyo kutishia hatua hizo ili kuzima matumaini ya suluhisho la mataifa mawili. Trump ametoa matamshi hayo baada ya kuulizwa iwapo aliwaahidi viongozi wa nchi za Kiarabu wakati wa mkutano katika Umoja wa Mataifa wiki hii kwamba angezuia unyakuzi wowote. Alipoulizwa kama amemwonya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu dhidi ya suala hilo wakati wa mazungumzo yao jana, Trump alikiri kwa kusema kwamba ndio amefanya hivyo, lakini hatokubali ukingo wa Magharibi kunyakuliwa. Na hatimaye ni Antananarivo. Serikali nchini Madagascar imetangaza marufuku ya kutoka nje usiku kufuatia maandamano yaliyoshuhudia polisi wakitumia risasi za mpira na gesi ya kutoa machozi kutawanya waandamanaji wanaolalamikia mgao wa umeme na maji. Mamia ya waandamanaji waliingia mitaani kupinga mgao wa mara kwa mara wa umeme ambao unakatika kwa zaidi ya saa 12. Waandamanaji walizuia barabara kwa kutumia matairi na mawe. Kumekuwa na ripoti za uporaji wa maduka na benki katika mji mkuu wa taifa hilo la kisiwa cha bahari ya Hindi. Vyombo vya habari vya nchi hiyo pia vimeripoti kwamba nyumba za wanasiasa watatu walio karibu na Rais Andry Nirina Rajoelina zilivamiwa na waandamanaji. Vuguvugu la maandamano lililotawaliwa zaidi na vijana lilianza kupata mvuto siku chache zilizopita. Mwisho wa habari za ulimwengu. DW Dunia. Asante sana Silvia Mwihozi hapo, wakati ambapo wametuletea taarifa ya habari. Sasa hivi naelekea kwa ripoti za waandishi na nahodha ni Zainab Aziz. Habari za ulimwengu kama ulivyosomewa na mwenzangu Silvia Mwihozi. Nami sasa nakukaribisha kwenye dunia yetu leo asubuhi, ambapo tunakuletea ripoti zetu zenye uchambuzi wa kina.
Na kwa muktasari, msikilizaji, taarifa tulizokuandalia leo hii ni pamoja na kuhusu mkutano wa 80 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaoendelea huko mjini New York. Syria inajiandaa kufanya uchaguzi wake wa kwanza wa bunge baada ya kuangushwa utawala wa Bashar al-Assad. Na je, Denmark inapaswa kuomba mashauriano ya dharura chini ya kifungu cha 4 cha mkataba wa NATO baada ya shambulizi la droni? Hayo na mengineyo yamesheheni kwenye matangazo yetu haya ya asubuhi. Usibanduke msikilizaji, baki nasi hadi tamati. Naam, tuanze na mkutano wa 80 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ambao unaendelea mjini New York, wakati ambapo viongozi mbalimbali wanaendelea kuhutubia. Mwenzangu Silvia Mwehozi amefuatilia mkutano huo mkuu na ametuandalia ripoti ifuatayo. Katika mkutano huo, viongozi mbalimbali wa Afrika wamehutubia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa na kushinikiza kuwa bara hilo linapaswa kushirikishwa kikamilifu katika maamuzi ya kimataifa. Katika hotuba yake, Rais wa Kongo Denis Sassou Nguesso aliitaja Afrika kama bara lenye mustakabali mkubwa, akitaka Umoja wa Mataifa kuwa na uwakilishi na uwazi zaidi, sambamba na kuwa karibu na uhalisia wa changamoto za ulimwengu. Rais huyo amesema Baraza la Usalama katika muundo wake wa sasa haliakisi tena usawa wa kijiografia wa ulimwengu mzima na kuhimiza mageuzi na Afrika kuwa na kiti cha kudumu. Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Faustin Archange Touadera alisisitiza katika hotuba yake kwa kusema kuwa Afrika inasubiri ushirikiano wa kishujaa na kwamba maendeleo jumuishi yanapaswa kutumika kama silaha ya amani na kinga dhidi ya migogoro. Nafasi ya Afrika katika jumuiya ya kimataifa lazima iheshimiwe. Ushirikiano wa haki badala ya unyonyaji. Ni jambo lisilokubalika kwamba umaskini unaongezeka barani Afrika huku utajiri ukishamiri katika nchi za kaskazini. Ni wakati wa kurekebisha dhuluma zilizofanywa dhidi ya Afrika. Ndio maana Jamhuri ya Afrika ya Kati inaunga mkono mpango wa fidia kwa Afrika pamoja na juhudi za bara zima za kuanzisha mazungumzo ya heshima na usawa na washirika. Kando na viongozi hao wa Afrika, wengine waliozungumza ni Rais wa Baraza la Umoja wa Ulaya Antonio Costa, ambaye amewahimiza viongozi wa dunia kuchukua hatua za pamoja kukabiliana na migogoro mikubwa duniani. Costa amelaani kila alichokiita janga la kibinadamu huko Gaza, akisema kuwa njaa inatumika kama silaha ya vita. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lammy ametetea hatua ya nchi hiyo kulitambua taifa la Palestina katika Umoja wa Mataifa. Lammy ameieleza hadhara ya Umoja wa Mataifa jana kwamba hali ya Gaza haikubaliki na kutetea tangazo la karibuni la nchi hiyo kutambua rasmi taifa la Palestina. Kiongozi mwingine aliyezungumza ni yule wa Baraza la Utawala la Libya Mohamed Younis Menfi, ambaye amesema watu wa Libya wako tayari kuchukua mkondo wa demokrasia baada ya mkwamo wa muda mrefu kuhusu uchaguzi wa kitaifa. Menfi amewaeleza viongozi wa ulimwengu kwamba taifa hilo tajiri kwa mafuta la Afrika Kaskazini bado lina matumaini na linaamini katika uwezo wake wa kujenga mustakabali thabiti na wenye mafanikio. Pembezoni mwa mkutano huo wa Baraza Kuu, viongozi wa dunia walikutana pia kuzindua mazungumzo ya kimataifa kuhusu uendeshaji wa teknolojia ya akili mnemba. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameuita mkutano huo kuwa ni mfano bora wa ushirikiano wa kimataifa. Baadaye leo, Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu anatarajiwa kuhutubia mkutano huo akifuatiwa na viongozi wengine kutoka China, Uingereza na India. Shukran sana Silvia Mwehozi kwa taarifa hiyo. Syria inajiandaa kufanya uchunguzi wake wa kwanza wa bunge baada ya kuangushwa utawala wa kidikteta wa zaidi ya miongo minne na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Ripoti ifuatayo inautazama uchaguzi huo kwa kina. Msomaji ni mwenzangu Saumu Mwasimba. Mchakato wa zoezi la uchaguzi wa bunge jipya nchini Syria sio mchakato rahisi na kuna masuala kadhaa ambayo yanaleta mkanganyiko. Kwanza ifahamike kwamba mchakato wa uchaguzi wa bunge ni mchakato mpana. Sio kila raia atakwenda kupiga kura na wala hakutokuwa na vyama vya kisiasa au mabango ya kampeni. Badala yake kura zitapigwa na kamati mbalimbali zilizoundwa, na hii ndio sababu uchaguzi huu wa kwanza kufanyika baada ya utawala wa kidikteta unaotajwa kama uchaguzi usiokuwa wa moja kwa moja. Serikali ya mpito wa Syria ilishatoa ufafanuzi kwamba mwishoni mwa mwezi Juni kwa nini uchaguzi hautowashirikisha moja kwa moja raia kupiga kura.
Serikali hiyo ilisema uhalisia uliopo sasa nchini humo hauruhusu uchaguzi kufanyika kama ilivyozoeleka kutokana na kutokuwepo kwa mamilioni ya watu wanaoishi nje ya Syria na walioachwa bila makazi ndani ya Syria. Kukosekana kwa vibali rasmi na mfumo dhaifu wa kisheria ni baadhi ya sababu nyingine zilizotajwa. Kutokana na yote hayo, mchakato wa kutangazwa matokeo ya uchaguzi huo wa bunge utakaofanyika tarehe 5 Oktoba utaendeshwa kwa awamu kadhaa. Mnamo mwezi Juni, serikali ya mpito iliteua moja kwa moja kamati kuu ya uchaguzi huo inayojumuisha watu 11. Kamati hiyo baadaye iliteua kile kinachojulikana kama kamati ndogo za uchaguzi katika wilaya 62 za uchaguzi nchini Syria, na wilaya hizo zimeundwa kwa kuzingatia idadi ya wakazi wake, ambapo baadhi ya wilaya hizo zitakuwa na haki ya kuchagua zaidi ya mbunge mmoja. Hatua ya pili itakayofuatia ni kwamba kamati hizo ndogo za uchaguzi zitatakiwa kuteua kati ya wawakilishi 30 na 50 watakaochukua viti vya uwakilishi kwenye wilaya zao, na kisha wawakilishi hao wataunda kile kinachoitwa kamati kuu ya uchaguzi, ambayo ni kundi la wapiga kura lililopewa jukumu la kuwachagua wabunge. Kamati hizo ndogo zitatakiwa kuzingatia mambo kadhaa kabla ya kuwachagua wabunge hao, na miongoni mwa vigezo wanavyotakiwa kuzingatia ni pamoja na elimu na taaluma za watakaowachagua, ushawishi wao katika jamii, miongoni mwa mengine. Lakini pia wanatakiwa kuhakikisha kwamba watakaowachagua wanajumuisha makundi ya watu walioachwa bila makazi, walemavu na waliowahi kufungwa jela. Kwa mujibu wa shirika rasmi la habari nchini Syria, SANA, orodha ya mwisho ya wagombea ilishatangazwa tangu Septemba 18, na wananchi hivi sasa wana muda wa siku 3 kukata rufaa dhidi ya mgombea yoyote wanayemuona hafai kuwa kwenye orodha hiyo. Ripoti za vyombo vya habari nchini Syria zinaonyesha kwamba wengi wa raia nchini humo wanakubaliana kwamba hakuna uwezekano wa kufanyika uchaguzi utakaowahusisha moja kwa moja raia kwa hivi sasa kupiga kura. Asante sana, huyo alikuwa Saumu Mwasimba. Na sasa tunaiangalia ripoti kuhusu shambulizi la droni lililosababisha usumbufu katika viwanja vya ndege na kambi za kijeshi nchini Denmark, ambalo limeibua mjadala mpya kuhusu iwapo nchi hiyo inapaswa kuomba mashauriano ya dharura chini ya kifungu cha 4 cha mkataba wa NATO. Wakati hali hii ikihusishwa na mvutano unaoendelea kati ya Urusi na mataifa ya Ulaya, maswali yameibuka juu ya wajibu wa jumuiya hii ya kijeshi endapo shambulizi moja litachukuliwa kama tishio kwa mwanachama mmoja au wote. Lilian Mtono anafafanua jinsi vita vya Ukraine vinavyoweza kuchochea matumizi ya kifungu cha 4 cha mkataba wa NATO. Serikali ya Denmark ilisema Alhamisi kuwa inatafakari kutumia kifungu cha 4 cha NATO baada ya droni kuingia angani na kulazimisha kufungwa kwa muda viwanja viwili vya ndege pamoja na kuathiri maeneo ya kijeshi katika jimbo la Jutland magharibi mwa nchi hiyo. Waziri wa ulinzi Troels Poulsen aliyaelezea mashambulizi hayo kama mashambulizi ya mseto yaliyokusudiwa kutia hofu, ingawa hakufahamu nani aliyepanga. Waziri Mkuu Mette Frederiksen alihusisha mashambulizi hayo na mfululizo wa visa vya ndege za Urusi barani Ulaya, jambo ambalo Moscow imelikanusha. Kulingana na polisi wa Denmark, uwanja wa ndege wa Billund ambao ni wa pili kwa ukubwa nchini humo ulifungwa kwa saa moja na ule wa Aalborg unaotumika kwa safari za kiraia na kijeshi kufungwa kwa saa 3. Droni pia ziliripotiwa karibu na viwanja vya ndege vya Esbjerg na Zonneberg pamoja na kituo cha anga cha Skridstrup chenye ndege za kivita aina ya F-16 na F-35. Polisi waliongeza kuwa droni hizo pia ziliruka juu ya kituo cha kijeshi cha Holstebro, vyote vikiwa katika eneo la Jutland. Licha ya usumbufu, mamlaka za Denmark zilisema hazikushambulia droni hizo kwa hofu ya usalama wa raia. Kifungu cha 4 cha mkataba wa NATO kinabainisha kuwa wanachama watashauriana mara moja iwapo moja kati yao ataona kuwa uhuru wake wa kisiasa, usalama na ardhi yake umetishiwa. Mashauriano hayo yanafanyika kupitia Baraza la Atlantiki ya Kaskazini, chombo cha juu cha maamuzi ya kisiasa ndani ya jumuiya hiyo. Iwapo Denmark itafikia uamuzi wa kuomba mashauriano hayo, itakuwa mara ya pili mwezi huu ambapo kifungu cha 4 kinatumika. Mapema Septemba, Waziri Mkuu wa Poland Donald Tusk aliliomba baada ya Poland kudai kuangusha droni za Urusi kwenye anga yake. Kama hiyo pia ilishuhudiwa Februari mwaka 2020.
2022 wakati mataifa kadha ya Ulaya Mashariki yalipoomba mashauriano kufuatia uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Wakati huo huo, mjadala unapanuka kuelekea kifungu cha 5 cha NATO ambacho ndicho nguzo kuu ya mkataba huo. Kifungu hiki kinabainisha kuwa shambulizi lolote dhidi ya mwanachama mmoja litahesabiwa kama shambulizi dhidi ya wanachama wote na hivyo kuhalalisha hatua za pamoja za kijeshi. Hata hivyo, wataalamu wanasema utekelezwaji wa kifungu cha 5 si wa moja kwa moja. Wanachama lazima kwanza wakubaliane kuwa tukio husika ni shambulizi linaloangukia katika kifungu hicho. Mchakato huo unaweza kuchukua muda na kila taifa lina uhuru wa kuamua hatua litakazochukua. Mara ya pekee kifungu hiki kilitumika ilikuwa mwaka 2001 kufuatia mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 nchini Marekani. Kwa sasa mashauriano ya Denmark na NATO yamebaki katika kifungu cha 4, huku hatari kubwa ikibaki kuwa uwezekano wa mzozo wa Ukraine kusambaa hadi nchi jirani na kuilazimisha NATO kuingia vitani moja kwa moja. Hali hii inafanya mjadala kuhusu wajibu wa mipaka ya jumuiya hii ya kijeshi kuwa muhimu zaidi kwa usalama wa bara lote la Ulaya. DW tunavuma kwa kishindo. Huko barani Afrika, hofu ya kupoteza ajira na kukwama kwa biashara imetanda baada ya mpango wa biashara na fursa wa AGOA ukikaribia kumalizika mwezi Septemba. Na hadi sasa hakuna mazungumzo ya wazi kutoka Marekani kuhusu kuongezwa muda kwa mpango huo muhimu kwa ajili ya uchumi wa bara hilo. Taarifa kamili na Najat Omar. AGOA ni mpango wa biashara ambao umekuwa msingi wa ushirikiano wa kiuchumi kati ya Marekani na mataifa ya Afrika kwa zaidi ya miaka 20. Mpango huo unatarajiwa kumalizika mwishoni mwa Septemba bila uhakika wa kuongezwa tena. Hali hii imezua hofu miongoni mwa viongozi wa Afrika na wafanyabiashara kuhusu athari za kiuchumi zitakazojitokeza endapo mpango huo hautaendelezwa. AGOA ulianzishwa mwaka 2000 kwa lengo la kusaidia mataifa ya Afrika kukuza uchumi wao na kutoa fursa ya kuuza maelfu ya bidhaa kwenye soko la Marekani bila ya ushuru wala kikomo cha kiasi. Mataifa yanayonufaika yanapaswa kuzingatia masharti ya utawala bora, uchumi wa soko huria na kuondoa vikwazo kwa uwekezaji kutoka Marekani. Mpango huo umechangia kwa kiasi kikubwa kuongeza mauzo ya nje ya Afrika kwenda Marekani, kuvutia uwekezaji na kuandaa ajira. Kwa mfano, Kenya imefanikiwa kukuza sekta ya mavazi huku Afrika Kusini ikinufaika zaidi kutokana na viwanda vyake vinavyoendelea. Utafiti wa Umoja wa Mataifa umeonyesha kuwa mauzo ya AGOA yalifikia wastani wa dola bilioni 37.7 kwa mwaka kati ya 2001 hadi 2021. Hata hivyo, juhudi za kuongezwa kwa AGOA zimekwama, hasa baada ya kurudi kwa Rais Donald Trump madarakani, ambaye ana msimamo mkali kuhusu ushuru wa biashara. Mwakilishi wa biashara wa Marekani Jameson pande mbili na Marekani ili kulinda masoko yao. Kenya inatarajia kufikia makubaliano kabla ya mwisho wa mwaka, kwani soko la Marekani linachangia 10% ya mauzo yake ya nje. Afrika Kusini, ambayo bidhaa zake hukabiliwa na ushuru wa juu zaidi, pia inatafuta makubaliano ya kulinda sekta zake za viwandani. Kumalizika kwa AGOA kunaweza kusababisha kupungua kwa mauzo ya Afrika kwenda Marekani kwa takriban robo, hali ambayo itapunguza uwekezaji, kuathiri ajira na kudhoofisha ukuaji wa uchumi. Kenya inaweza kupoteza ajira 300,000 katika sekta hiyo ya nguo na mavazi, huku Afrika Kusini ikabiliwa na hatari ya kupoteza maelfu ya ajira katika uchumi wake unaokuwa kwa kusuasua. Wadau wa biashara na mashirika ya Marekani pia wameonya kuwa kusitishwa kwa AGOA kutaleta sintofahamu kwa kampuni za Marekani na kudhoofisha ushawishi wa kisiasa wa Marekani barani Afrika. Chama cha biashara cha Marekani kimelitaka bunge la nchi hiyo Congress kuchukua hatua za haraka kurejesha mpango huo ili kulinda maslahi ya pande zote. Asante Najat Omar. Utafiti mpya uliofanywa na taasisi ya kitaifa ya utafiti wa tiba Kenya, KEMRI, kwa ushirikiano na wanasayansi wa kimataifa umebaini kuwa mabadiliko ya tabia nchi yamesababisha kubadilika kwa tabia za mbu aina ya Anopheles fenestus wanaoeneza ugonjwa wa malaria. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, mbu hawa sasa wameanza kung'ata mchana kinyume na desturi yao ya kung'ata watu usiku, na pia wanaonyesha ukinzani mkubwa dhidi ya dawa zinazotumika kuwadhibiti. Mwandishi wetu Musa Navie amefuatilia kwa kina swala hili akiwa Kisumu, magharibi mwa Kenya,
na ametuandalia ripoti ifuatayo. Katika utafiti huu uliohusisha mataifa 16 ya Afrika ikiwemo Kenya, Tanzania na Ethiopia, zaidi ya sampuli 200 za mbu Anopheles venustus zilikusanywa na kulinganishwa na sampuli za miaka ya 2014, 2018 na hata zile za kihistoria za mwaka 1927. Daktari Eric Ochoma, mtaalamu wa wadudu kutoka KEMRI na kiongozi wa utafiti huu, aliambia DW kuwa mbu wameanza kuonyesha tofauti kubwa kulingana na maeneo wanakoishi, jambo linalohusishwa moja kwa moja na mabadiliko ya hali ya hewa. Ni aina ya mbu ambao ni vigumu sana kujua mahali ambapo watu, kwa sababu ni mbu wadogo wadogo katika mwili yao, na pia wanauma watu sana sana usiku wa manane. Lakini saa hizi tabia zao zinabadilika, wanaanza kuuma watu asubuhi, na pia kuna wakati tuliripoti kwamba tunaona hata wakiuma wanafunzi kule shuleni. Daktari Ochoma anasema zaidi ya mabadiliko ya tabia nchi, utafiti umeonyesha mbu hawa wakiboresha vinasaba vyao na kujenga kinga dhidi ya dawa. Anafafanua kuwa kati ya mwaka 2000 hadi 2015 visa vya malaria vilipungua kwa kiwango kikubwa nchini Kenya, lakini tangu mwaka 2015 vimekuwa vikibaki katika hali ile ile kwa sababu mbu wameanza kuzoea dawa. Kuna maeneo kama kule Turkana, Kiambu kulikuwa inapata malaria tu wakati wa mvua. Wakati huu Turkana inapata malaria miezi zote katika mwaka. Mabadiliko ambayo yanafanyika kwa sababu ya mbu kuweza kuzoea yale madawa ambayo tunatumia. Mbu kama binadamu tu, na kila kitu kilichoumbwa na mbu dunia hii kinajaribu kujithibitisha ili kiendelee kunawiri. Kwa upande wake, Jeroni Makinye, afisa wa kijamii anayesimamia mpango wa kudhibiti malaria katika kaunti za Kakamega na Kisii kupitia shirika la Tinada Youth Action Africa, anasema hali ya hewa isiyotabirika pia imechangia mabadiliko ya mifumo ya viumbe, akisisitiza umuhimu wa elimu kwa jamii kuhusu tabia mpya za mbu. Unaweza juaje kwamba hii ni mbu ya Anopheles? Kuna venye ikipaa kwenye ukuta ama kwenye kitu, inainua mdukia yake hiyo nyuma yake juu, na saa hizi unaweza wapata kwa kila wakati. Saa hizi hata mchana, kitambo walikuanga wanakuja jioni hivi watu wakiweza kwa nyumba, lakini saa hizi wamebadilisha mitindo. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, malaria bado ni chanzo kikuu cha vifo barani Afrika, ambapo zaidi ya vifo 569,000 viliripotiwa mwaka 2023 pekee. Miongoni mwa mbu wote, Anopheles venustus anaongoza kwa kusambaza malaria kwa sababu huishi kwa muda mrefu na hupendelea kunyonya damu ya binadamu. Musa Navie, DW, Kisumu. Na kwa taarifa hiyo ya Musa Navie, ndiyo imetukamilishia ripoti zetu kwenye dunia yetu leo asubuhi. Hii ni DW Kiswahili kutoka Bonn. Asante sana Zainab Azizi, ambapo nazidi kusonga mbele. Tunakuomba mpenzi msikilizaji, simama kituo hiki, kituo kipi Radio 14 Africa, kufikia malengo yake, ratibu kwenye hatua ya kuweza kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri atakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625 account number ni 012450 85217800 au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio 14 Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Sasa hivi tupokee makala ya sasa. Ili kunusuru hali hiyo, taasisi ya Tanzania Heritage Initiative kwa kushirikiana na serikali ya Tanzania imekuja na kampeni maalum inayojulikana kama Turudi Eden, ikihamasisha mapishi ya kienyeji kama urithi wa utamaduni unaopotea taratibu. Makala ya utamaduni na sanaa ya DW Kiswahili leo inaangazia kampeni hiyo kama njia ya kunusuru utamaduni huo unaopotea. Mimi ni Alex Mchomvu, karibu. Mapishi na vyakula vya kienyeji ni urithi wa babu zetu. Vinaelezwa kuwa si chakula tu, bali alama ya utambulisho wa familia na utamaduni. Kwa miongo mingi, familia nchini Tanzania zimeheshimu vyakula vya asili kama ugali wa dona, uji wa mtama, mboga za majani na supu za kienyeji. Vyakula hivi vilijulikana kwa kuimarisha afya na kudumisha mshikamano wa kifamilia. Nixon Mahenge, mratibu wa kampeni hiyo ya Turudi Eden, anasema mpango huo unalenga kuunganisha Watanzania kupitia mapishi ya asili. Kulingana na Mahenge, wanataka kuona familia zikirejea jikoni na shule zikifundisha umuhimu wa vyakula na mapishi hayo. Namuuliza, kwa nini Turudi Eden? Tunaposema Turudi Eden, tunaangalia walau vile vyakula vya asili. Hapo tunaposema vyakula, maana tunaanzia namna ya uandaji wa chakula, tunakuja na chakula chenyewe kinachoandaliwa.
Anaweza akapika chakula cha asili wa mapishi ya kisasa kwa tafsiri ya kwamba nishati ambayo ameitumia kupika inaweza ikawa ni ya kisasa. Asili akaipika asili kama asili. Ambacho ni cha muhimu ni chakula chenyewe ambacho kinaenda kujenga mwili, kinachoingia ndani ya mwili. Lakini hali imebadilika katika jamii nyingi za Kitanzania. Wazee wamekuwa wakihifadhi kumbukumbu za vyakula vya kienyeji. Wao wanaiona kampeni hii ya Turudi Eden kama mwanga wa kurudisha heshima ya watu kurithi asili zao. Ntukula Mwagasana ni mzee wa mila katika jamii ya Wasukuma nchini Tanzania. Sisi tulikuwa hatutumii mafuta, tulikuwa tunatumia hata nyanya zile za vichakani kule, alafu tulikuwa tunatumia na ugali wa mtama. Bi Lilian Festo, mtaalamu wa lishe kutoka nchini Tanzania, anasema kampeni hii ni muhimu kwa sababu inasaidia kupunguza magonjwa yasiyoambukiza kama vile kisukari na shinikizo la damu. Kurudi Edeni ni kurejea kwenye afya ya mwili na akili. Hata sisi wenyewe ukija kuangalia katika familia zetu, unakuta mtu kusema tu akachukua hata muhogo kuuchemsha kula hawezi. Kampeni hii ni muhimu sana kwa sababu inasaidia kupunguza magonjwa yasiyoambukiza. Mfano unakuta labda kisukari, shinikizo la damu na mengineyo mengi. Kwa hiyo kampeni hii ya Turudi Eden mimi naona ni nzuri sana na itatufanya turejee katika afya zetu kama wazee wetu wa zamani walivyokuwa wakiishi maisha marefu. Kupitia vyakula vya asili, utunzaji wa mazingira na heshima ya urithi wa mababu zetu, tunaweza kujenga kizazi chenye afya bora na maisha endelevu. Hayo ni maneno ya Nixon Mahenge, mratibu wa kampeni hiyo, kama njia ya kunusuru utamaduni huo unaopotea. Kila mtu ana Edeni yake kule alikotoka. Ndugu zangu wa haya, zipo ndizi, ndio. Cha kwetu ni cha kwetu. Asili yetu tusiiache, kwa sababu asili ndiko inayotengeneza, ili iweze kuwa chachu pia ya kupunguza athari za kiafya ambazo kwa sasa zinaendelea kwa kasi. Kwa hivyo kampeni hii sio tu harakati ya kulinda ladha za asili, bali ni kusimama imara juu ya msingi wa urithi wa kitamaduni. Hadi hapo makala ya utamaduni na sanaa ya DW Kiswahili haina la ziada. Mimi ni Alex Mchomvu, tuendelee kuuenzi na kuuishi utamaduni wetu. Asante sana Alex Mchomvu kwa taarifa hiyo, ambapo makala hayo mazuri. Sasa hivi msikilizaji, ninakuelekeza katika hatua ambayo umesubiria kwa hamu na gamu, hatua ambayo sasa hivi ni ya kuletea kiziba mkonga. Kabla hatujaweza kutamatisha kiziba mkonga cha sasa, ili tuweze kumakinika kwenye eneo hilo, alafu baadaye tuweze kutamatisha awamu hii ya asubuhi ya Afrika Leo asubuhi. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa.
tupokee kiziba mkonga cha sasa. Kiziba mkonga cha sasa. Mungu hupenda watu wazalishaji. Mungu hupenda watu wazalishaji. Mungu hupenda watu wanaozalisha. Kuku hawali mayai yao. Ng'ombe hawanywi maziwa yao. Na wala mama hanywi maziwa yake mwenyewe. Wanazalisha kwa ajili ya wengine. Ikiwa Mungu amekupa kipawa, jua sio cha kwako, ni kwa ajili ya wengine. Hudumia wengine kwa faida ya aliyekupa na ya kwako pia. Mimi nilipogundua nina uwezo wangu wa kuandika, nina uwezo wa kuzungumza, nina uwezo wa kuweza kuongoza, nina uwezo wa kuweza kushauri, ndio maana ninajikita katika kuimpact, kuempower na kuinspire. Hayo ndiyo maeneo Mungu ameniita kufanya. Ninaweza zungumza, ninaweza ongoza, ninaweza kuandika, nina uwezo wa kutunga, very creative. Ndio maana mi hupenda kusema mamba ameingia baharini. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa.